Za kupata habari kutoka JTV, subscribe. Yaona Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mkandarasi amelipwa milioni 73 kwa hapo yalipofikia, lakini hakuna kitu kinachoendelea tena zaidi ya hapa. Masikitiko yangu, Mkuu wa Mkoa, nilitegemea kwamba leo hii ungekuta mafundi wanaendelea na kazi, ungekuta mafundi wamemwagika kabisa, na kwa heshima hiyo aliyopewa ya kusimamia huu ujenzi, tungetegemea kwamba tulitarajia kwamba tutamkuta hapa site. Lakini kila nikija site namkuta fundi mkuu huyo hapa. Huyo kijana ndo naye mkuta. Vifaa hakuna. Kwa hiyo kazi ya fundi ni kukanyaga site na kurudi. Kitu ambacho kwa kweli hatutendewi haki, mkuu. Tunaomba kwa ridhaa yako, saidie utuondolee huyu bwana. Kwa sababu sisi tulitegemea mwaka huu watoto wataingia form 1 huko. Lakini kuna mlundikano katika shule ya Mpakani. Watoto wa Makambini walifaulu 145. Wote wako pale, mkuu. Tulitegemea watakuja hapa, shule itaisha kwa wakati, angalau hata mwezi wa pili kulingana na mkataba, mwezi wa pili mwishoni, otherwise wa tatu tuwe tunaona majengo yanaendelea yako vizuri, hatua nzuri. Ukimpigia simu hapokei. Tunahangaika, mkurugenzi amehangaika kweli. Huyu mama nimpongeze mbele yako pamoja na timu nzima. Wanahangaika hivi kweli, tuanze kumtafuta mkandarasi kwa tochi, mheshimiwa? Kwa kweli Makambini toka imeumbwa ndo mradi huu unafika, alafu mkandarasi anatuhujumu, haendi na kasi ya Mama Samia. Anatutakia nini sisi wana Makambini? Mama amefanya mambo makubwa yaliyotukuka katika nchi hii na katika mkoa wa Songwe. Huyu mkandarasi yeye ni nani awe juu ya mkuu wa mkoa na ya rais? Tumekataa hii hali, kwa kweli inatuumiza. Mimi mwenyewe amenibloko, nikipiga simu hapokei. Sasa atafanya kazi na nani kwenye kata hii ambayo sisi tumepewa mamlaka ya kusimamia? Tunashindwa, mkuu, kuhamisha mkuu kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Fedha za mradi kwenye shule hizi zimepokelewa tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka jana. Mkandarasi huyu hana anachodai halmashauri. Alitaka advance payment, halmashauri wamempa advance payment ya shilingi milioni 73. Lakini mkandarasi hayuko site. Sijajua kwa nini mpaka leo bado wana huyu mkandarasi, sijajua, kwa sababu kuna maeneo mengine ameleta habari hizi nyeusi kule mtu ametolewa. Sasa huyu sijui kwa nini bado yuko yani mkandarasi umempa kazi, alafu wabaki anasumbua wakati ni mkataba upo wazi unajieleza. Umehitaji advance payment umepewa, umehitaji hiki umepewa, kila kitu umepewa, kazi haifanyiki. Matofali umepewa kwa mkopo haya kutoka kwenye kiwanda cha halmashauri, lakini bado kazi haifanyiki. Sifikiri kama ni muda wa kulalamika, ila ni muda wa kuchukua action kwa usika. Kwa sababu mkataba leo saini, hajasaini mkuu wa mkoa, mkataba amesaini nini? Tutakuwa muachane naye. Yani hapa nilikuja tu kutoa taarifa kwamba tulikuwa na mkandarasi msumbufu, tumeachana naye. Muda umeisha, hujaisha? Afisa manunuzi umeisha. Sasa nini kinasubiriwa? Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, hapa tuna changamoto tofauti na kule tulikotoka. Kule tulikotoka tulipoona mkandarasi haeleweki, tuliamua kuvunja mkataba kabla, lakini huyu kwa sababu kwa mujibu wa mkataba tunataka tumpe 15% the advance payment. Kwa hiyo huyu CRDB walimgarantii, tukampa advance payment ya milioni 73. Kwa hiyo na wakati anaanza tukampa na ofa ya kumpa matofali 20,000 wakiwa ndani kwetu. Sasa changamoto tunaoipata sasa hivi, kazi aliyoifanya haina thamani ya milioni 73. Kwa hiyo tumewasiliana na garanta wake CRDB ambao wamegarantii yeye kutoa milioni 73. Tuone tunapataje kwanza ile hela yake. Kwa nini mmesubiri mpaka mkataba unaisha? Kwa sababu hela ipo, kwani hela imepotea? Si yupo mtu aliyomgarantii? Ndio. Sasa wasiwasi wako nini? Kwa nini mpaka sasa mnakaa mnampigia mark time? Kwa nini hamkumpa notice? Mkataba ulikuwa unaisha tarehe 3 mwezi wa 4. Mlitakiwa kumpa 21 days notice, si ndio? Mkuu, notice of termination nilishampa siku nyingine, nilimpa pamoja na yule. Sasa huyu baada kupata hii fedha aliingia site ndani zile siku ambazo nimempa notice. Kwa hiyo ikatupa kidogo changamoto. Sikilize, kuingia site ya kumfanya comply na kile kitu cha kisheria. Wewe ni mwanasheria yuko wapi? Huyo mtu ambaye nani? Mwanasheria na PMU. Na mtu wa PMU njoo. Na engineer. Kwa manunuzi yuko wapi?
Wewe mtu umempa notice, anakuja site. Akija site anafuta notice. Haifutiki mkuu. Sasa mmeendelea na nini baada ya hapo? Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, taratibu ambazo zinaendelea kwa sasa hivi, tumeshawataarifu watu wa benki kwamba tuna intention ya kwenda kuvunja mkataba na alimgarantii huyo mtu. Kwa hiyo hatua nyingine, wanasheria anazidi kuandaa zile barua zinazotakiwa na hatua nyingine zitafuata kwa ajili ya kumtoa site. Na hizo za kumtoa zipo na barua za warning ameshapewa zaidi ya 3 kuhusiana na hii kazi ambayo alikuwa anaifanya kwa kipindi hicho mkataba ukiwa hai. Mwanasheria hiyo cha kwanza nilikuwa nataka niweke sawa, tukumpa ile notice ya kuterminate. Tulimpa barua zile za warning kutokana na hali ya kazi inayoendelea. Sasa hivi mna terminate nini na mkataba umeisha? Sasa hivi hatuterminate kwa sababu muda wa mkataba umeshaisha. Sasa mnafanya nini? Tunataka shule hapa. Sasa hivi ambacho tunakifanya ni mchakato wa kwanza kurejesha ile hela yetu ya milioni 73 tulompa kama advance payment. Sasa wakati mnarejesha, si mna pesa hapa, mna milioni zaidi ya 400. Ndio, 500. Ndio. Zinafanya nini? Simweke hapa mwanze taratibu za nani za force account. Sawa. Tutafanya hivyo. Wewe ni mwanasheria, nataka ujibu hapa mbele ya wananchi. Inawezekana muanze au haiwezekani? Tunaweza kuanza kwa sababu muda wa mkataba umeshaisha. Mmeshapima hii kazi aliyoifanya? Engineer ndio alikuwa anaendelea nayo. Mmeshapima? Ndio, mwandishi wangu alikuwa anapima kila tu alikuwa anafanya, tushaandaa nyaraka hizi. Ni shilingi ngapi jumla? Tinjia shilingi ngapi kwa nakala? Alikuwa anafanya kila anapofanya. Shilingi ngapi jumla? Mpaka hapa tunapofikia mkandarasi hajafika 15% kutokana na ile milioni 73 ambayo tumetoa. Mpaka sasa kwa wastani ametumia almost kama milioni 40. Ambao kwa jengo lingine ambalo alimalizia siku nyingi pale ndio limebakia ambalo hajafanyiwa kwa mchakato. Lakini kwa haya ambayo aliyafanya awali tayari mmeshaandaa. Ndio. Na wapa wiki moja. Mmekamilisha kuandaa dokumenti zote zinazotakiwa hapa za kuhusu gharama. Fungeni swala la mkataba, si amemaliza. Fungeni hiyo, si kisheria inaruhusiwa. Hiyo ni siku hizi, yani Ijumaa kesho kutwa mmemaliza. Jumatatu hapa tunataka tuone fundi wakianza kazi. Huyo bwana muende kwenye benki mkamalizane, aturudishie pesa yetu ambayo imezidi. Tunataka shule. Na hii shule katibu tawala rasi mpaka tarehe 1 mwezi wa 6 nataka kila kitu kiwe kimekamilika, ili mwezi wa 7 wale watoto waliotakiwa kusoma hapa wahamishwe huko waletwe hapa. Tumeelewana? Yani tarehe 1 mwezi wa 6 iwe imesajiliwa. Hamna excuse, hamna sababu ya msingi. Fedha ipo, kila kitu kipo, tunataka matokeo. Tumeelewana? Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.